Naam, asalamu alaykum na hujambo wote pale ulipo. Ni Ijumaa nyingine ikiwa leo ni tarehe 5 mwezi Disemba. Karibu sana kwa ambao unafuatilia na kufungulia runinga yako. Hii ni Channel 10 Plus. Kwa sasa ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed, nitakuwa hapa kuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa sambamba na habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Stamtebe atakuja kutujuza hapa kunani huko katika viwanja mbalimbali vya kimichezo. Ni kuambia kwamba matangazo haya yanapatikana pia mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Plus, lakini pia una nafasi ya kuandika arafa yako ama ujumbe wako mfupi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram ni Channel 10 Plus Tanzania. Karibu sana. Jeshi la polisi nchini kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimeendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu unaopangwa na kuhamasishwa kwenye mitandao ya kijamii, kwenye makundi ya baadhi ya watu wakihamasisha kile walichokiita maandamano ya amani yasiyo na kikomo wanatarajiwa kuanzia tarehe 9 Disemba mwaka huu. Jeshi la polisi linatoa shukrani kwa wananchi na wadau mbalimbali wanaoendelea kutoa ushirikiano kwa kiwango kikubwa katika kulinda na kuimarisha amani ya nchi. Tupate nafasi ya kutazama na kusikiliza. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu huo unaopangwa, hivi wananchi msiwe na hofu. Sheria za nchi ikiwepo sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2023, kifungu cha 43 kifungu kidogo cha kwanza kinatoa maelekezo na masharti ya kisheria kuwa mtu yeyote ambaye ana mpango wa kufanya, kukusanya, kuunda au kupanga mkusanyiko au maandamano ya hadhara anatakiwa kuwasilisha kwa maandishi notisi kuhusu kufanyika kwa mkusanyiko au maandamano hayo kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo, na kutokana na mbinu za kihalifu ambazo zimebainika wakihamasishana kuzitumia kuanzia tarehe 9 Disemba 2025, maandamano hayo yanayopewa jina la maandamano ya amani na yasiyo na kikomo yamekosa sifa za kisheria za kuyaruhusu kufanyika, na kwa kuwa yametangazwa kufanyika nchi nzima na wanaohamasisha hawana anwani maalum zaidi ya kuona namba nyingi za simu za mataifa ya nje ya Tanzania na za ndani ya Tanzania, akaunti za mitandaoni za nje na ndani ya nchi ambapo wamiliki wake ndio wanaohamasisha maandamano hayo, na kwa kuwa hakuna barua yoyote iliyofikishwa au kupokelewa na ofisi yoyote ile ya mkuu wa polisi wilaya hapa nchini ya kutoa taarifa ya kufanyika maandamano hayo hadi leo, jeshi la polisi linapiga marufuku maandamano hayo yaliyopewa jina la maandamano ya amani yasiyo na kikomo yasifanyike. Haya ni msemaji mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania. Kwingineko, viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wametia saini makubaliano ya amani mjini Washington nchini Marekani, mkataba wenye nia kumaliza mgogoro wa muda mrefu wa mashariki mwa DRC. Makubaliano hayo yamesimamiwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amesema makubaliano hayo kati ya Rais Paul Kagame na Rais Felix Tshisekedi yamefanyika katika siku muhimu kwa Afrika na kwa ulimwengu kwa ujumla. Rais Kagame amesema licha nchi yake itajizatiti kudumisha makubaliano hayo, na kusema mtazamo wa Rais Donald Trump ni muhimu na wa vitendo, huku Rais Felix Tshisekedi akionyesha matumaini makubwa na makubaliano hayo ambayo yamefanyika hivi leo. Wakati huo huo, Rais Trump amesema Marekani imetia saini mikataba yake ya madini na DR Congo na Rwanda, hatua itakayofungua fursa mpya kwa Marekani kupata madini muhimu na kutoa manufaa ya kiuchumi kwa pande zote. Licha ya makubaliano hayo, mapigano yameendelea kuripotiwa mashariki mwa DR Congo kati ya wanajeshi wa M23
wanaoungwa mkono kati ya wanajeshi na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Hiyo ni taarifa kutoka huko nchini Washington, kutoka jijini Washington nchini Marekani. Tukatazame habari nyingine. Idadi ya wagonjwa wa saratani wanaopelekwa nje ya nchi kwa ajili ya tiba hasa bobezi imepungua kutoka kiwango cha wagonjwa 168 kwa mwaka hadi kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita hadi 4 kwa mwaka jana, kufuatia serikali kutoa zaidi ya shilingi bilioni 60 katika hospitali ya Ocean Road hapa jijini Dar es Salaam, hivyo kuifanya kuwa kitivo cha saratani ndani ya nje ya nchi. Musa Makali anaripoti. Takwimu hizo zimetolewa mjini Musoma na mkurugenzi wa huduma za kinga katika taasisi ya saratani Ocean Road, Daktari Crispin Kahesa, wakati akitoa taarifa juu ya ujio wa madaktari bingwa wa saratani kutoka katika taasisi hiyo wanaotarajiwa kutoa huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani katika hospitali ya wilaya Serengeti mkoani Mara kwa muda wa siku 3. Tutakuwa kwenye wilaya ya Serengeti kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 7. Lakini licha hiyo, wale ambao tutagundua wana viashiria vya awali vya saratani, kuna wengine tutawapa tiba hapa, wengine tutawapa rufaa kwenda kwenye hospitali zetu za kibingwa. Dr. Kahesa amesema katika kipindi cha nyuma serikali ilikuwa ikitumia zaidi ya shilingi bilioni 19.4 kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa hao ambao walikuwa wakisafirisha kwenda nchi za nje ikiwemo India, Uturuki na maeneo mengine. Imewekeza rasilimali kubwa sana ya kifedha. Kwa taasisi ya saratani ya Ocean Road, zaidi ya bilioni 60 zimewekezwa katika kipindi cha miaka 4. Na hii imeweza kuvutia sana tiba utalii. Kwa sasa hivi taasisi ya saratani ya Ocean Road ndio imekuwa ni kitivo tiba kwa Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anawataka wakazi wa mkoa huu wa Mara kutumia fursa hiyo kwa ajili ya kuwafanyia uchunguzi ili kujua hali zao za afya, na kwa wale ambao watabainika kuwa na viashiria vya ugonjwa huo wa saratani waweze kupata huduma mapema. Saratani ikigundulika mapema kunakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kupata tiba. Ndio inakuwa imefikia hatua zile ambazo ni hatarishi. Baadhi ya watu ambao waliwahi kuugua ugonjwa wa saratani hapa wanaeleza namna walivyofanikiwa kupona kupitia kambi za matibabu, huku mwakilishi kutoka Global Medicare akawa na haya ya kuzungumza. Wananchi kujitokeza, tuwabaini mapema, na tukiwabaini mapema gharama za matibabu zinakuwa nafuu, lakini pia kwa sababu huduma hii za uchunguzi wa matibabu utalii tiba, na Mheshimiwa Rais anasisitiza kwenye utalii tiba, lengo kubwa hapa ni kupata fedha na resources mbalimbali kwa ajili ya kuendesha sekta ya afya. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kutoka huko Mara. Tukatazame habari nyingine. Baadhi ya wananchi wa mji wa Handeni mkoani Tanga wameiomba serikali kukamilisha ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa miji 28 kwenye mji huo kufuatia changamoto ya ukosefu wa maji inayowakabili kwa sasa baada ya kukumbwa na kipindi kirefu cha ukame ambacho kimesababisha kukauka kwa baadhi ya vyanzo vya maji na vingine kupungua uwezo wa kutoa huduma hiyo. Ernest Mbezi anaripoti. Wakiongea na Channel 10, baadhi ya wananchi wa mji huu wa Handeni wakiwa kwenye bwawa la Seuta ambalo limekauka na kusababisha adha ya upatikanaji wa maji, wamesema hali ya bwawa kwa kweli hapa ni ukame mtupu, kwa sababu maji yamekauka na bwawa linaonyesha kabisa kwamba sasa hivi mpaka hali ya sasa hivi bwawa limeshamaliza maji, hatupati maji kabisa, mpaka tunachimba visima ili kujipatia maji ya kutumia. Hata hivyo, Channel 10 imeshuhudia baadhi ya vituo vya kuchotea maji vikiendelea kutoa huduma, na hapa wananchi hao wanatoa ombi kwa serikali. Kwa kweli tunaomba ule mradi wa pale Mlima Mhandeni ungekuwa utusaidie kwamba maji yani ule mradi ukamilike haraka ili wananchi wapate kunufaika na mradi ule kulingana na hali ilivyo. Bwawa limekauka na hatuna sehemu ya kukimbilia, tunakimbilia kwenye maji haya ya chumvi ambayo huwezi kupikia hata chai wakati mwingine. Tunaiomba serikali ituangalie kwa jicho la pili, mradi ule walau waweze kukamilisha kuwanusuru wananchi wa Handeni. Kubwa zaidi ni kuwaomba wananchi wa Handeni mjini tuendelee kuwa na subira. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo wameweka bilioni 2 milioni 500 bwawa la Kwenkambala limekamilika. Mvua ikinyesha maji yatakuwepo. Lakini mradi wa miji 28 zaidi ya bilioni 171. Mradi huu ukikamilika ndio unakwenda kutuondoa kwenye ziki ya maji wananchi wa Handeni mjini. Akiongea kwa njia ya simu, mkurugenzi wa mamlaka ya maji HTM mhandisi Yohana Mgaza
anaeleza maendeleo ya ujenzi wa mradi wa maji wa miji 28 ambao unatarajiwa kutatua kero ya maji kwa wananchi wa wilaya za Handeni, Korogwe, Muheza pamoja na Pangani pindi utakapokamilika. Mradi huu umefikia 75% na utekelezaji unaendelea vizuri kabisa. Kwa kukamilika kwa mradi huu utatatua shida ya maji kwenye maeneo yote ya wilaya ya Handeni ikiwepo pamoja na eneo la Handeni mjini. Na eneo letu la Handeni limekuwa na changamoto ya maji kwa miaka mingi na tumekuwa tukitegemea vyanzo vya visima pamoja na mabwawa. Hasa kipindi cha kiangazi kama hiki huwa mabwawa yanakauka na visima vinapungua uwezo. Kwa hiyo mradi huu wa miji 28 utakuwa ndo suluhu. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante mwanahabari Ernest Mbezi. Tuelekee huko Minneapolis nchini Marekani. Watu wenye asili ya Kisomali ni miongoni mwa waliokamatwa katika msako mkali wa wahamiaji huko Minneapolis nchini Marekani. Maafisa wa shirikisho wanasema hatua hiyo imejiri mara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuwatusi wahamiaji kutoka nchi hiyo ya pembe ya Afrika na kusema kwamba anataka waondoke huko nchini Marekani. Kamata ya Minneapolis ilianza Jumatatu, idara ya usalama wa nchi ilisema katika taarifa yake ya kwanza juu ya operation hiyo. Maafisa hawakutoa idadi kamili ya waliokamatwa, lakini walitoa wasifu wa watu 12 waliokamatwa, 5 kati yao kutoka Somalia, wengine kutoka Mexico na El Salvador. Katika taarifa hiyo, waziri msaidizi wa usalama wa taifa amesema kuwa kamata hiyo inaendelea na utekelezaji umefanyika. Meya wa jiji la Minneapolis, Jacob Frey wa Democrat, amekosoa vikali mashambulizi ya Trump dhidi ya wakazi wa Somalia wa mji huo, na siku ya Alhamis aliwataka wa Marekani kupenda na kuheshimu jumuiya ya wahamiaji wa Kisomali ya Minnesota ambayo ni kubwa zaidi Amerika Kaskazini. Tukitoka hapo tukatazame taarifa nyingine, lakini kwa sasa tuangazie matokeo ya darasa la 7 ambapo ufaulu wa mtihani wa darasa la 7 katika wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita umeongezeka kutoka 53.7% ya mwaka jana hadi kufikia 69.9% mwaka huu, ikiwa ni matokeo ya mikakati madhubuti iliyowekwa kukabiliana na hali ya ufaulu duni iliyojitokeza mwaka uliopita. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Ni katika hafla ya utoaji wa zawadi kwa walimu, wanafunzi na viongozi waliofanikisha mafanikio hayo. Mkurugenzi wa halmashauri hiyo amebainisha kuwa hatua hiyo imechangiwa na usimamizi thabiti wa changamoto zilizokuwa kikwazo mwaka jana, ikiwemo wazazi kuwalazimisha watoto kufeli, ukosefu wa chakula shuleni, pamoja na baadhi ya viongozi kutowajibika ipasavyo. Baadhi ya wazazi wanawashawishi watoto waweze kwenda kufeli kwa makusudi ili wasiendelee na masomo. Lakini wanafunzi pia wakatuambia kwamba ukosefu wa chakula shuleni ni miongoni mwa sababu ambazo zinawafanya wao watoroke. Tunaomba tuwaombe waheshimiwa madiwani, nyinyi ndio wenye viti wa UDC. Jamani, swala la utoro shuleni liwe agenda ya kudumu kwenye vikao vyetu. Afisa elimu msingi amesema halmashauri hiyo ilitenga zaidi ya milioni 20 kama motisha kwa walimu, wanafunzi na viongozi waliofanikisha ufaulu huo. Mwalimu ambaye amefundisha mwanafunzi amepata A, yule mwalimu alipata kila A imenunuliwa kwa shilingi 10,000. Nimefaulisha kwa kupata A 17, kwa nimepata 170,000. Alichokifanya mkurugenzi ni kitu kizuri. Katibu tawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombati, aliyekuwa mgeni rasmi kwenye hafla hiyo, ameridhia kuanzishwa kwa mfuko maalum utakaosaidia wanafunzi wanaokumbana na changamoto wanapohitaji kusafiri nje ya mkoa kwa masuala ya kielimu. Mahitaji ya kuwa na mfuko wa elimu ili kuweza kusaidia zile kaya zenye hali ngumu au zinazoshindwa kuwasafirisha watoto wao au kuwahudumia familia zao pindi wanapochaguliwa kwenda katika shule nje ya mkoa wa Geita. Kutoka hapa wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.
Mrisho Sadiki, kama na kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed. Bado tuendelee kutazama habari mbalimbali, na sasa tuelekee huko mkoani Tanga. Wananchi 90 kati ya 115 wa kitongoji cha Kimuni katika kijiji cha Mkota kilichopo wilaya Mkinga mkoani Tanga wamekabidhiwa hundi za malipo ya udhamini, ikiwa ni fidia za kupisha eneo waliloingia kwenye hifadhi ya taifa ya Mkomazi, hatua inayosimamiwa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na hifadhi za taifa TANAPA. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Kitongoji cha Kimuni ni eneo la mtawanyiko wa wanyamapori katika kipindi cha kiangazi kwa ajili ya kupata maji kwenye mto Umba. Hivyo serikali imeamua kuwalipa fidia wananchi waliokuwa wakiishi maeneo hayo na wengine kuwahamisha ili kuendelea kukuza utalii wa mkoa huu. Tunapofungua lango eneo hili la upande huu wa Tanga, basi wawekezaji nao watahamasika kuja kuwekeza. Tunashukuru sana ushirikiano wa wananchi waliotuonyesha hadi hii leo tumefikia hatua ya kulipa fidia. Pesa imetoka serikalini ambako imepitia TANAPA, tumepewa TANAPA ili kuhakikisha eneo hili linakamilika. Hatua hiyo ni matokeo ya maelekezo ya Baraza la Mawaziri juu ya kutatua migogoro ya matumizi ya ardhi kwenye vijiji 975 nchi nzima, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani anaeleza faida za kuhamisha wananchi hao. Leo hii tunasema Tanga tuna hifadhi ya Mkomazi kwa sababu eneo kubwa liko Tanga, lakini lango la kuingilia katika geti la Mkomazi, hifadhi ya Mkomazi, iko Kilimanjaro kuanzia pale sana. Kwa hivyo ndugu zangu, lango wa hifadhi ya Mkomazi utakapokuwa huku kwetu Mkinga, ina maana wageni watapita. Kuna eneo ambalo lilikuwa pori tengefu limetengwa, limefutwa ili waweze kuhamishiwa, na kwa maelezo ya kitakwimu ni eneo kubwa zaidi tunalokwenda kupewa sisi ambao tunahamishwa kuliko eneo tunaloondolewa. Tuko pamoja na jambo hili. Hifadhi ya Taifa ya Mkomazi ni kati ya hifadhi 5 zilizopo kanda ya kaskazini, ambayo ipo katika wilaya 5 za mikoa ya Tanga na Kilimanjaro. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante mwanahabari Raya Kipingu kutoka mkoani Tanga. Tukatazame taarifa nyingine na tuelekee katikati mwa nchi ya Tanzania, ambapo serikali imeelekeza kuwa fedha zote zilizotengwa kwenye bajeti ya mwaka 2025-2026 kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika ngazi za halmashauri zinapaswa kutumika kabla ya Machi 30 mwaka 2026 ili kutimiza lengo la serikali la kuwafikishia wananchi maendeleo kwa haraka. Amani Mbando kutoka Dodoma anatujuza. Maelekezo ya serikali yametolewa wilayani Chamwino na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma kwa halmashauri za mkoa huu wakati wa hafla ya kuwaapisha madiwani 49 wa kata 36 na viti maalum 13 wa wilaya hiyo, ambapo wamesisitiza kuwa fedha hizo zinapaswa kutumika ipasavyo. Ni kwamba tumekubaliana kwa pamoja fedha zote za miradi ya serikali kwa ajili ya kutekeleza miradi ni kwamba ziwe zimetumika hadi kufikia 30 mwezi wa 3. Kwa kimsingi haya ni maelekezo ya mkoa, na naomba pia katika vikao vyetu pia tusimamie kwa pamoja ili kuhakikisha fedha ambazo tumetoa kwa ajili ya utekelezaji miradi ya maendeleo kufikia 30 mwezi wa 3 ziwe zimetumika. Basi kama zikibakia basi ziwe pia na maelekezo na nia ziada, lakini kwa rejea na maelekezo ya kikao cha mkoa ni kwamba matumizi ya fedha hizo yamefanyika hadi kufikia 30 mwezi wa 3. Pia ameelekeza serikali za vijiji, vitongoji na mitaa kuzingatia ratiba za vikao vya kisheria vya kukutana na wananchi, huku mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Chamwino Tito Mganwa akiwasilisha taarifa ya robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025-26 kuanzia mwezi Julai hadi Novemba mwaka huu. Moja la eneo ambalo tumepata changamoto nao ni ukaaji wa vikao vya kisheria, sana kwa vijiji na mitaa. Kwa naamini hii tukasimamia kwa kina ili kuhakikisha yale ambayo wananchi wanapaswa kufahamu basi wafahamu na kupitia katika vikao vile. Kuhusiana na mikopo ya 10%, jumla ya kiasi cha shilingi milioni 267,350,200 kimetolewa kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kadhalika, halmashauri imeendelea kuhamasisha uundaji na usajili wa vikundi 60 vyenye wanachama 594 vya kiuchumi na kijamii katika kata 25 ndani ya halmashauri yetu, na zoezi hili ni endelevu na linaendelea. Katika kikao hicho, baraza hilo jipya limemchagua diwani Elias Kawea kwa mwenyekiti wa halmashauri hiyo kwa miaka 5 ijayo hadi 2030. Lakini pia nataka niwaambie watendaji tuwajibike.
Hatuhitaji kuona kwamba wananchi wanapokuja wanaendelea kukaa milangoni kwa ajili ya kusubiri wahudumie wananchi ili waende wakafanya shughuli zingine. Na hata kule madiwani, nendeni tukafanye kazi kwa nguvu. Mheshimiwa Rais anaeleza sana, kunakuwa na kero nyingi za wananchi. Tuwasikilize watu. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Kutoka katikati mwa nchi ya Tanzania kwa maana ya Dodoma, kwa sasa tuelekee nyanda za juu kusini, ambapo mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed ameagiza watendaji wa halmashauri ya wilaya Nyasa kuhakikisha wanabuni na kuboresha vyanzo vya mapato vya ndani kwa lengo la kukamilisha miradi ya maendeleo kwa wakati ili wananchi waweze kupata huduma bora za kijamii. Githanyoni anatufahamisha zaidi. Mkuu wa mkoa Brigadia Jenerali Ahmed ametoa maagizo hayo wakati wa ufunguzi wa baraza jipya la madiwani, ambapo amesema moja ya changamoto zinazozikabili halmashauri ni upungufu wa mapato ya ndani, uwajibikaji mdogo wa watendaji pamoja na migogoro ya mara kwa mara, hali ambayo inapelekea miradi mingi ya maendeleo kushindwa kukamilika. Nyinyi mkiwa ni sehemu ya baraza, mhakikishe vyanzo vyote vinatambuliwa, vinawekewa mifumo sahihi na vinatumika ipasavyo bila upotevu. Nina uhakika kwa kuwa mmeshika madaraka haya mkikuta robo ya kwanza ya ukusanyaji wa mapato imekamilika na sasa tumeanza robo ya pili, naamini mtapata muda wa kufanya tathmini ya mapato yaliyokwisha kusanywa hadi sasa na mtajua namna ya kwenda kuanza. Hakikisheni watendaji wanaosimamia makusanyo wanafanya kazi kwa uadilifu, na pale panapotokea mianya ya upotevu msisite kuchukua hatua mara moja. Cha msingi ni mahusiano mazuri, yatajenga misingi imara ya uchumi na mafanikio na maendeleo ya kijamii katika maeneo yetu. Kwa upande wa katibu utawala wilaya Salumu Ismaili amewataka madiwani kuwa daraja linalounganisha wananchi na serikali yao, huku mwenyekiti wa halmashauri Stewart Numbo amesema hata sita kuwachukulia hatua za kinidhamu kwa watendaji ambao hawatatimiza wajibu wao. Kamwe msiwe wagombanishi, kamwe msiwe chanzo cha migogoro. Nazungumzia hivyo kwa sababu huko nyuma tumeshuhudia baadhi ya migogoro ikiwa kwa namna moja ama nyingine imesababishwa na waheshimiwa madiwani. Na kazi yetu sisi ni viongozi. Katika viongozi kuna makundi mawili, kuna wataalamu na viongozi. Kwa hiyo kazi ya wataalamu wanafanya kazi ya utaalamu, na kazi ya sisi viongozi tunafanya kazi ya uongozi. Ndio maana yake wameletwa. Kwa hiyo kama kuna changamoto tunakaa mezani kama alivyosema mjumbe mmoja. Kwa hiyo tunasuluhisha, tunafikia malengo. Lakini la pili nipende tu kuambieni. Kutoka Ruvuma, Githanyoni, Channel 10. Githanyoni kutoka mkoani Ruvuma. Halmashauri ya wilaya ya Manyoni mkoani Singida imetoa chanjo ya magonjwa mbalimbali ya mifugo ambao jumla ya ng'ombe, mbuzi na kondoo wapatao 56,663 wamepatiwa chanjo za magonjwa ya homa ya mapafu kwa ng'ombe CBPP pamoja na chanjo ya sotoka kwa mbuzi na kondoo PPR. Taarifa zaidi inaeleza. Akitoa taarifa ya kampeni ya kitaifa ya chanjo za mifugo kwenye mkutano wa kwanza wa baraza la madiwani, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni Anastasia Tusuba akabainisha kwamba kati ya mifugo hiyo iliyopatiwa chanjo kulikuwa na ng'ombe 55,429, mbuzi na kondoo 1,012 pamoja na mbwa 292. Ng'ombe 55,429 na zoezi la utatu wa ng'ombe linaendelea. Mbuzi na kondoo tunaweza kufikia mbuzi na kondoo 1,012. Akiongea na madiwani hao baada ya kula kiapo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Manyoni Jumanne Makhanda akawahimiza wenzako vyema kuwaletea wananchi wa halmashauri ya Manyoni maendeleo. Wananchi wa Manyoni wanahitaji maendeleo. Wana changamoto ambazo lazima nyinyi madiwani kae kwa pamoja wenu mwende mkazitatue. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya hiyo Dr. Vincent Mashinji akatoa tahadhari kwa madiwani hao. Uongozi wa mpaka njoo kwa mkurugenzi, atakupa afisa ardhi ataangalia kwenye gazeti kijiji chako kimepangwa
tufanye ili tunachotaka kuambia tu hawa waheshimiwa madiwani washirikiane na wataalamu wetu au wao nani vitu wa division za hizo zinazohusika kwa mfano ardhi, watoe elimu kwa watu kwamba kila. Ripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel. Haya, kutoka Singida tuelekee pale mkoani Morogoro. Watalii kutoka nchi mbalimbali wakiwa na wadau wa utalii na waandishi wa habari kutoka Zanzibar wameendelea kutembelea hifadhi ya taifa ya Mikumi yenye wanyama wakubwa 4 kati ya 5 ambao wanapatikana katika hifadhi hiyo, huku tukio la tembo kumfukuza simba limekuwa kivutio kikubwa. Tuungane na Jimmy Mengele anatujuza taarifa hiyo. Ni wanyama 4 wanaopatikana hifadhi ya taifa ya Mikumi ambao ni simba, tembo, chui na nyati. Huku swali ni nani mfalme wa nyika kati ya tembo na simba baada ya tukio la mnyama simba kukimbia baada ya kufukuzwa na tembo. Yona Michael ni mwongoza watalii kutoka hifadhi ya taifa ya Mikumi, anafafanua juu ya tukio hilo. Tumeshuhudia kwa macho yetu tembo akiwa anamfukuza simba. Hili tukio limetushangaza sana na watu wengi walikuwa wanajiuliza simba anawezaje kumkimbia tembo, lakini kulingana na ukubwa wa Big 5 tunajua kabisa tembo ndo mnyama mkubwa wa mwituni ambaye anakadiriwa kuwa na uzito wa tani 6 mpaka 7. Kwa hivyo basi mara nyingi simba huwa anapenda kuwinda aidha watoto wake. Endapo ikitokea tembo mama yake yupo mbali, lakini mama huwa anakuwa karibu na mtoto sana kwa ajili ya kumlinda. Na leo tukio lilotokea kwamba simba alikuwa anatamani kumuwinda mtoto wa tembo na wakati huo tembo yupo naye hapo mama yake. Ndipo ikatokea simba akafukuzwa mbali mno na vibaya mno, alifukuzwa na akakimbia mbele ya watalii wetu, mbele ya wageni wetu wote wameshuhudia hili tukio. Fredrick Malisa, kamishna msaidizi wa uhifadhi kanda ya Mashariki anayeshughulika na uhifadhi na maendeleo ya biashara, amesema filamu ya Royal Tour iliyotengenezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imesaidia kuongeza wawekezaji katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Kupitia juhudi za kutangaza hifadhi kupitia filamu ya Mheshimiwa Rais ya Royal Tour, wawekezaji nao pia wameongezeka sana katika hii hifadhi. Sasa hivi tuna ile hoteli ya Mikumi Wildlife Lodge ambayo kwa sasa inalaza wageni mpaka 80. Nikiripoti kutoka katika hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Naam, asante sana mwanahabari Jimmy Mengele. Ndio tamati ya habari za kitaifa na kimataifa usiku huu wa leo. Endelea kubaki na Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed, tukae tayari kwa ajili ya habari za biashara na uchumi, lakini kwa sasa tukavute pumzi kidogo.